Ladies and gentlemen, popote mlipo ninawasalimu, hamjambo, karibu tena niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Nia ya Rais Ruto kutaka kuchaguliwa kwa duru ya pili mwaka 2027 imeweza kuzuiliwa na visiki barabarani. Kuna visiki vingi sana barabarani ambavyo vinazuia azma ya Rais Ruto kutaka kuchaguliwa tena kwa duru ya pili mwaka 2027. Kama wewe ni mgeni, piga subscription, nikueleze mbona ninahisi kulingana na mimi Mr. Eagle Ezra, mbona ninahisi 2027 haitakuwa uchaguzi rahisi kwake Rais Ruto. Ule uchaguzi utamtoa kijasho na uenda akashindwa. Piga subscription ikiwa wewe ni mgeni, bonyeza kengele, tusonge mbele kwa utaratibu. Tangia Rais Ruto alipoweza kuchukua hatamu za uongozi mwaka 2022, Rais Ruto amekuwa akilenga sana muhula wa pili. Lakini juhudi zake zimekumbwa na changamoto kutoka kwa washirika wake wa karibu na viongozi wa upinzani wanaoungana. Kulingana na mimi Mr. Eagle Ezra, niko na sababu 4 ambazo ninahisi kwamba uchaguzi wa mwaka 2027 hautakuwa rahisi kwake Rais Ruto. Atashindwa. Number 1, wapenzi watazamaji, ni kutokana na siasa ambazo zinapigwa katika taifa letu la Kenya, siasa za upinzani pamoja na siasa ndani ya serikali. Kwa sasa Rais Ruto anakabiliwa na hali tata ya kisiasa inayohitaji usawazishaji wa haraka, la sivyo atumbukie katika mtego wa kutokuwa na ushawishi mkubwa katika uchaguzi wa mwaka 2027. Katika kipengele hicho cha siasa, angalia ndani ya muungano wa Kenya Kwanza kuna kutoelewana. Azma ama tamanio lake Rais Ruto lilikuwa ni kwamba vile vyama vyote ambavyo viliweza kuungana vikaunda mrengo wa Kenya Kwanza viweze kuvunjwa, kisha kibaki tu chama kimoja, UDA. So chama cha ANC kiweze kuvunja, Ford Kenya kiweze kuvunja, Maendeleo Chap waweze kuvunja chama chao, waingie ndani ya chama cha UDA. Lakini ladies and gentlemen, kufika sasa hivi chama ni kimoja peke yake ambacho kimeweza kuonyesha dalili ya kuvunjwa kwake, ANC party chake Musalia Mudavadi. Vyama vingine kama vile Ford Kenya chake Moses Masika Wetangula, tukuje chama chake aliyekuwa gavana wa kaunti ya Machakos, Maendeleo Chap Alfred Mutua, kimeweza kukataa kuvunja milango yake. Huku vyama vingine kama vile Democratic Party, chama cha aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu vile Ferdinand Waititu, hivi viwili vimekwisha onyesha dalili kwamba vimeandika barua kujiondoa ndani ya muungano wa Kenya Kwanza. Ishara kwamba ndani ya serikali ya Kenya Kwanza pameanza kuchimbuka ama pameanza kuchimbika. Kwa sababu ladies and gentlemen, hivi vyama ambavyo vimekataa kuvunja milango yao wanasema kwamba 2027 ama uchaguzi wowote mdogo lazima watatoa wagombeaji wao. Lakini kulingana na Rais Ruto, yeye alikuwa anasema hivi: chama cha ANC kiweze kuvunjwa, Ford Kenya kivunjwe, kama ni Western part of Kenya, yule ambaye atakuja kugombea kiti cha ugavana akuwe maybe ni kutoka kwa chama cha UDA.
yule mwenye atakuja kugombea useneta akuwe ni kutoka kwa chama cha UDA. Yaani pasiwe na vyama vidogo vidogo. Mfano chama cha Ford Kenya chake Moses Masika Wetangula kilikutana hivi majuzi katika kaunti ya Nakuru na kikaweza kutangaza kwamba hakitavunja chama chao bali kitaendelea kujijenga chenyewe kuelekea mwaka 2027 huku kikiapa kusimamisha wagombeaji wake katika uchaguzi mdogo ujao maeneo tofauti nchini. Hili linaweka mazingira ya ushindani mkali ndani ya Kenya Kwanza na kudhoofisha juhudi za rais kutaka kuwania ama kutaka kugombea kiti cha urais na kushinda mwaka 2027. Namba 2. Upinzani na miungano ya viongozi wa upinzani utamkosesha Rais Ruto duru ya pili ya uongozi mwaka 2027. Nimekueleza kitu cha kwanza ni migawanyiko ya kisiasa ndani ya serikali. Kitu cha pili ni mikakati ya upinzani ambayo inazidi kuungana kumpinga Rais Ruto. Ndio nimekuambia kwamba uchaguzi wa mwaka 2027 utakuwa ni uchaguzi mkali sana. Mzito. Mahala ambapo utakuwa ni kama uchaguzi wa mwaka 2002. Mahala ambapo viongozi wa upinzani waliweza kuungana pamoja kumaliza serikali ambayo ilikuwa mamlakani. And that is what these opposition leaders are doing. Zaidi ya hayo, kusambaratika kwa ushindani kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua kumeibua sintofahamu kubwa hasa katika eneo la Mlima ambalo lilimpa Rais Ruto kura nyingi. Gachagua ameapa kuanzisha chama chake kipya kupigania maslahi ya eneo hilo, jambo ambalo linaweza kugawanyana kura ama kugawanya kura za Mlima Kenya. Kwa hivyo basi William Ruto hataweza kupata kura nyingi. Angalia kiongozi kama vile wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, Martha Karua wa chama cha NARC Kenya, Eugene Wamalwa wa chama cha DAP-K, Gachagua pamoja na Fred Matiang'i, George Natembeya wameweza kuonyesha dalili za kuungana pamoja na kumsimamisha mgombea mmoja wa kiti cha urais. Yaani hao viongozi wengine watamuachia kiongozi mmoja aweze kugombea kiti cha urais, hawa wengine warudi kwenye kaunti zao wapigie huyu kiongozi mmoja kampeni. Kitu ambacho kitakuwa ni pigo kubwa kwake Rais William Ruto na huenda akashindwa katika uchaguzi wa mwaka 2027. Namba 3, kitu ambacho kitafanya Rais Ruto kushindwa. Licha ya chama cha ODM kinachoongozwa naye Raila Odinga kutia saini ya makubaliano ya ushirikiano na chama cha UDA, bado kuna mpasuko na mashaka ndani ya chama hicho cha ODM kuhusu kuunga mkono Ruto. Viongozi kama vile Edwin Sifuna, James Orengo, Godfrey Osotsi, Caleb Hamisi, Babu Owino wameweza kuonya kuwa makubaliano hayo hayawezi kutekelezwa ikiwa serikali haitaweza kuheshimu masuala mengi yaliyoweza kukubaliana kipindi cha kutiwa kwa saini, kama vile ajira vijana wapewe ajira, kama vile utekaji nyara uishe, extrajudicial killings iweze kuisha. Ndani ya chama cha ODM viongozi wanalimana. Umeona Orengo aliweza kumlima William Ruto kutokana na uongozi wake mbaya. The professionals from Luo Nyanza wakaweza kumsomea Orengo. Kitu hichi kinaashiria kwamba ile sehemu ya Luo Nyanza ambayo William Ruto alikuwa anategemea imekwisha enda. Kwa sababu gani? Atapata kura nusu kutoka eneo lile, sababu viongozi wengine wanazungumza kivyao.
So that is another reason ambao nimeweza kuona President Ruto asipojichunga atapoteza uchaguzi wa mwaka 2027 na atarudi kulima jinsi ambavyo aliweza kueleza. Mambo mengine, ladies and gentlemen, mbali na hayo ambayo nimeweza kuyajadili hapa, Rais Ruto anakabiliwa na swala la kiuchumi, malalamishi ya wananchi kuhusu gharama juu ya maisha, ukosefu wa ajira kwa vijana, pamoja na sera tata za ushuru zimefanya serikali kupoteza uungwaji mkono haswa miongoni mwa vijana wa Gen Z. So mambo mengine ambayo yatafanya William Ruto asipoyaangalia atapoteza uchaguzi wa mwaka 2027 ni masuala na uchumi mbaya. Tunaambiwa kwamba uchumi umeimarika, lakini hatuoni kama uchumi unaimarika. Kama uchumi ungekuwa umeimarika, watu wangekuwa wanapata ajira. Kama uchumi ungekuwa umeimarika, watu wangekuwa wanatoza ushuru wa juu. Kama uchumi ungekuwa umeimarika, hatungekuwa tunakopa madeni mengi. Like now, next week President Ruto is jetting to China. Aweza kupewa zaidi ya 77 billion loan. Sijui anakuja kufanyia nini? So maandamano ya mwaka 2024 dhidi ya mswada wa bajeti wa fedha yalionyesha hasira katika hasira na kukata tamaa kwa vijana wa Gen Z. Wachambuzi wa siasa kama vile Profesa Gitile na Ituli pamoja na Dismas Mukua wanakubaliana kuwa Rais Ruto ana kazi kubwa mbele yake. Yes, yuko na kazi. Asipofanya kazi, hakikishe kwamba vijana wanapata kazi, uchumi unaimarika. Asahau kiti cha urais mwaka 2027. So that is according to my view. Mr. Eagle Ezra. President Ruto yuko na kibarua kigumu mwaka 2027 na huenda akapoteza. Sijui wazo lako ni lipi? Hayo ndio nimeweza kukueleza. Kitu ambacho kitafanya weza kupoteza ni migawanyiko ya kisiasa. Viongozi hawataki kuvunja vyama vyao, wengine wanaonyesha dalili kwamba wanataka kutoka ndani ya muungano wa Kenya Kwanza kama vile Justin Muturi, kama vile Ferdinand Waititu. Hali ngumu ya kiuchumi, wasi wa vijana, pamoja na mikakati ya upinzani kuungana kumpinga Rais Ruto katika uchaguzi ujao. Wazo lako ni lipi? Sema nasi. Unahisi Ruto atashinda kweli ama ataenda nyumbani aende kulima jinsi ambavyo alisema?